الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان الغني القوي السلطان الحليم الكريم الرحمن المحيط علما بما يكون وما كان يعز ويذل ويفقر ويغني ويفعل ما يشاء بحكمته كل يوم هو في شأن أرسل الأرض بالجبال في نواحيها وأرسل السحاب الثقال بماء يحييها وقضى بالفناء على جميع ساكنيها ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي المحسنين بالإحسان. نحمده سبحانه وتعالى هو سبحانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجيكم من قالها من عذاب النيران. وأشهد أن محمدا رسول الله طب القلوب والأبصار صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الكرام وأصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال الله سبحانه وتعالى بعد استعاذ والبسملة: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Waja wa Allah, anaye haki ya kushukuriwa ni mmoja, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ni mpole, Allah ni mwenye kujigamba, Allah ni mwenye kujisifu, ni Allah subhanahu wa ta'ala tajiri wa matajiri, ni Allah subhanahu wa ta'ala mwenye nguvu, mwenye utawala, ni Allah subhanahu wa ta'ala mpole mkarimu, mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo na mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa. Ni Allah subhanahu wa ta'ala, elimu yake inazunguka, alijua ya jana, anajua yanayoendeka kwa sasa hivi na yale ambayo yatakayotokea. Rabbul Izza wal Jalal anayafahamu. Yu'izzu wa yudhillu, ni Allah subhanahu wa ta'ala, anainua anayemtaka na anamzalilisha anayemtaka. Wa yufqiru wa yughni, ni Allah subhanahu wa ta'ala, anamfanya wamoja kuwa matajiri na wengine anawafanya kuwa mafukara. Wayafalu ma yashau bihikmatihi, ni Allah subhanahu wa ta'ala anayafanya anayoyataka kwa hikma yake. Kila siku na matukio mapya, kila siku na habari mpya. Ni Allah subhanahu wa ta'ala ameweka milima ili ardhi isiyumbe. Ni Allah subhanahu wa ta'ala anayatembeza mawingu ili iwe ni dalili kuwa mvua inataka kunyesha, na mvua hiyo ije kuipa uhai ardhi. Waqadha bilfanai ala jamii sakiniha, ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala kashamaliza, kashamrisha kila kitu ambacho kiko juu ya ardhi na kila kitu ambacho kiko mbinguni kutoa Allah subhanahu wa ta'ala. Vyote vitaondoka, vyote vitamalizika,
Kwa nini Allah anayafanya hayo? Liyajzia alladhina asau bima amilu. Allah anayafanya hayo ili wale ambao waliomsahau Mungu, wakamtupa Mungu, wakajifanya wababe, wakamuasi Mungu, awalipe sawasawa na yale walioyafanya. Wayajzia almuhsinina bil ihsani, na wale ambao walimtumikia Mungu, wakamfanyia kazi vilivyo kwa ikhlasi, wakitegemea malipo kwake Allah, wakaipa nyongo dunia, wakaviacha vyote, wakamtumikia mwenyewe, wakatenga muda wao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atawalipa mazuri, Allah atawalipa janna. Na utangazia ulimwengu, Mungu ni mmoja, hana mshirika. Shahadatun tunjiku man qalaha min adhabi niran, ni shahada hiyo, yule atakayeitaja, yule atakayeitamka, huku inatoka ndani ya moyo wake, ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumuepusha na moto wa jahannam. Ndugu yangu, na utangazia ulimwengu bila hofu, Muhammadi sallallahu alayhi wasallama ni mja wa Allah, amani na salama vimwendee alipolazwa rasulul umma wa sayyidu sakalaini Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, yeye na watu wa nyumbani kwake na maswahaba zake na waislamu wote ambao watakayeshikamana na uongofu ambao ni Qur'ani na Sunna, hadi siku ambayo la yanfa'u malun wala banun, mali na watoto havitomfaa yeyote, illa man atallaha biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye atamwendea Mola wake, atamwendea Allah na moyo uliosalimika. Ibadallah, waja wa Allah, fausikum wa nafsi bitaqwa Allahi azza wa jalla, ninaihusia nafsi yangu bila kuzisahau nafsi zenu, tumche Allah subhanahu wa ta'ala, tumuokope Allah subhanahu wa ta'ala bimtizali awamirihi, kwa kushikamana na amri zake, wajtinabi nawahihi, na kuwa mbali na yale ambayo Allah ametukataza. Anasema Rabbul Izza wal Jalali, anatangaza Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala anatangaza kuwa amewahusia waliopewa kitabu ambao ni Mayahudi na Manaswara. Allah amewahusia kumcha, Allah amewahusia kumwokopa, Allah amewahusia kujenga hofu yake Rabbul Izza wal Jalal wa iyyakum, na nyinyi Waislamu Allah anawahusia kumwokopa, Allah anawahusia kujenga hofu yake Rabbul Izza wal Jalal. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala, tafakkaru fi ahwalikum wa ma yajri min hawlikum min al-ibari la'allakum tadhakkarun. Ndugu yangu Muislamu uliodiriki Ijumaa ya leo, huenda ndio Ijumaa yako ya mwisho, huenda ikawa ndio swala yako na siku yako ya mwisho. Wako ambao tulikuwa nao Ijumaa inaisha leo wameshafunga usiku 5, 6, wengine jeneza zao zitatoka tu punde tu baada ya swala, tutazihudhuria jeneza zao, tunawapeleka. Ndugu yangu, ni muda sasa wa kuikaa na kutafakari na kuzingatia haya. Zingatia ulimwengu unakwenda wapi, na wewe unakwenda wapi? Wapi umetoka wewe? Mungu amekutoa wapi wewe, na unaelekea wapi? Unakwenda wapi? Usidanganywe na huyo ujana, usidanganywe kuona umeamka, usidanganywe kuona Mungu amekuongeza tena pumzi, akakupa pumzi. Wako waliolala kama tulivyolala, lakini sio wote wameamka, na wako wengine wameamka lakini hawajui wa kuingia ni nani na wa kutoka ni nani. Ndugu yangu, mkumbuke Allah,
Rejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yote yanayopita, yote unayoyaona, yote unayoshuhudia, yawe ni mazingatio kuwa iko siku na mimi yatanifika. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, majanga yote ambayo yanayotupitia, mitihani yote ambayo inayotupata, shida ambazo zinazotukumba, wakati mwingine sisi ndio sababu, wakati mwingine sisi ndio chanzo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Ankabut, fakullan akhadhna bi dhanbihi faminhum man arsalna alayhi hasiba ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقناه وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ndugu yangu, msikiliza Allah, msikilize Allah subhanahu wa ta'ala. Anatufahamisha habari kuwa yote yanayotupata, yote ambayo yanayotusibu ni maisha magumu, hali ni zito, hadi ulimwengu unapandisha mikono. Ndugu yangu, unaikaa unajiuliza, matajiri wanalia, watumishi wanalia, mashekhe wanalia, watu wa Mungu wanalia, hali ni zito, lakini jawabu iko. Allah anasema fakullan akhadhna bi dhanbihi. Sababu ni sisi, sababu ni madhambi tunayofanya usiku na mchana. Tunanuka madhambi na wakati mwingine tunaacha, wengine wanayafanya hadharani. Baba, unaona ni kijana wako anamuingiza mwanamke ndani ya nyumba. Baba, unaona. Mama, unaona huyu mwanamke sio mke wake, wanafunga mlango. Baba, unaona. Mama, unaona wanayafanya yenye kufanyiwa. Baba, unaona. Mama, unaona. Hayatokwenda hivyo hivyo, hayatokwenda hivyo hivyo. Ni majanga. Unaingia mitandaoni, kijana, unamuona kijana mwenzako anafanya uenda wazimu Facebook, anafanya uenda wazimu TikTok, na wewe kwa kumpongeza, kwa kumuonesha kuwa unamsupporti, una like, unaandika na comment, unamsifu. Ndugu yangu, haya madhambi ambayo tunayoyafanya ndio chanzo. Leo watu wanasubutu kupiga kelele, serikali ni mbaya. Hapana, serikali sio mbaya, mimi na wewe ndio chanzo. Sikiliza Allah, fakullan akhadhna bi dhanbihi. Kila watu Allah amewachukua, amewaadhibu kwa sababu ya madhambi yao. Faminhum man arsalna alayhi hasiba. Allah anazitoa kategori za adhabu alivyowaadhibu watu. Wako ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaadhibu kwa ukelele, Jibrili anapiga kelele, watu wote maiti. Wako ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewashushia mawe kutoka motoni, yakawaadhibu na wakaangamia. Wa minhum man khasafna bil ardi. Wako ambao Allah ameitingiza ardhi, wote wakajikutana dauni. Wa minhum man aghraqna. Wako wengine Allah amewaletea vimbunga vya maji na upepo, Allah akawaangamiza. Ndugu yangu, wa makana Allahu liyazlimahum. Mungu anakataa, hakuwa mwenye kuwadhulumu watu, walakin kanu anfusahum yazlimun. Lakini watu watakapojisahau, wakamtupa Mungu, wakajichanganya kwenye maasi mbalimbali, mpaka wanayatangaza waziwazi, ndugu yangu, Allah hapo hana msamaha, hapo hana tolerance. Atatufuta, atatusambaratisha, tutapiga kelele, kitoro hakuna, vitu vinapanda bei. Ndugu yangu, huyo ndiye Allah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mungu anakataa, anasema hawezi akabadili hali za watu mpaka watu watakapoamua kubadilika. Watu wakibadilika, wakabadilisha yale yaliyokuwa ndani ya nafsi zao, Allah subhanahu wa ta'ala atabadilisha hali. Tutarudi kama zamani, tutakula, tutakunywa, pesa zitaingia, kwa kuwa tumeamua. Wadhalika ala Allahi yasir. Na hayo kwa Mungu ni mepesi. Ndugu zangu Waislamu,
anatusimulia Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qala aqbala alayna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqala ya ma'ashara al-muhajirina khamsun idha ibtulitum bihinna a'udhu billahi an tudrakuhunna. Ni siku moja Mtume Muhammadi yuko pamoja na maswahaba zake, muhajirina wameikaa hapo, maanswari wameikaa hapo. Mtume sallallahu alayhi wasallama anawageukia maswahaba zake, kisha anawaambia mambo matano, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atawajaribu kwayo, akawapa ikawa ndio mtihani kwenu. Mtume akainua mikono akasema, namuomba Allah, namuomba Mungu awakingeni na hayo mambo matano. Nalichukua ni moja. Ndugu yangu, tizama, moja katika mtihani ni huyo ambao Mungu akituzawadia mtihani huyo tutaangamia, na ni kweli yameshatokea. Anasema Mtume Muhammadi, lam tadhhari alfahisha fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim. Mtume anasema majanga na machafu hayawezi yakadhihiri, machafu hayawezi yakadhihiri. Uzinifu, ulevi, bangi, watu, miziki haiwezi ikadhihiri hadi pale ambapo watu wanaona ni kawaida, hadi pale ambapo watu wanatangaza waziwazi. Machafu yanatangazwa mitandaoni waziwazi. Huyu ni mtoto wa shekhe, yumo katika kundi fulani la waovu. Huyu si binti fulani, yule hajatina, yeye yuko katika kundi la majanga. Hata yakatangazwa mitandaoni, ukimwangalia huyu si mke wa fulani, si Muislamu huyu, ana la ilaha illa Allah, kigodoro yuko ana la ilaha illa Allah. Mtizame, ni kijana wa Kiislamu, jina likubwa anaitwa Muhammadi, huyu ana jina likubwa, huyu anaitwa Abubakari, huyu anatembea na binti, anafanya majanga na binti wa Kiislamu anaitwa Mariamu. Majina makubwa yako hewani, yanauchafua na kuutukanisha na kuunajisi Uislamu. Ndugu yangu, pindi machafu yatadhihiri, yako na huku maradhi haya machafu na huku yako yamejaa. Wadada wa Kiislamu, vijana wa Kiislamu, TikTok zinanajisiwa, Facebook zinazidi kunajisiwa. Ukitizama ni dada wa Kiislamu, ukitizama ni kijana wa Kiislamu, ana la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ndiyo jamii ya leo. Wakati mwingine msomi wa dini huyo halihifadhi kitabu cha Allah, hadithi za Bwana Mtume Muhammad zimejaa kichwani, na yeye ananajisi TikTok, na yeye ananajisi Facebook, WhatsApp, Instagram na YouTube. Vijana wa Kiislamu, wamama wa Kiislamu, umma unakwenda wapi? Wasomi wa dini, simameni. Wasomi wa dini, mashekhe na maimamu, ikiwa tutaikaa kimya tukatosheka na kusali na kusalisha wakati umma unaangamia, hakuna toleransi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna msamaha kwa Allah. Ingieni mitandaoni wazee,
Mnyanganye kijana wako simu, mwambie nionyeshe stati zako WhatsApp. Chukua simu ya mke wako, tizama anavyonajisi ulimwengu, mpaka unaikaa unaangalia. Wengine tunawapa wake zetu ruhusa waende kwenye vichendawa. Leo mambo yanayofanyika kwenye vichendawa, mashehe tumekaa, lakini wanaokwenda ni wake zetu sisi. Ukiangalia ukatizama, yuko mke wa shehe, yuko mke wa imamu, na yeye anakatika mauno, anakatika kamera iko na inamrusha. Huyu si mke wa imamu, huyu si mke wa shehe, na yeye anakata mauno kwenye kamera. Ndio mume wake si ula anatoa mawaidha. Unakwenda wapi? Unakwenda wapi? Ndio maana leo tuko waoga hata wa kuzungumza haki, kwa sababu haki inaanza kwenu. Wa anzira ashirak takal akrabina, kwanza anza kuonya watu wako wa karibu. Wetu wameanza kutushinda, wake zetu ni majanga. Wengine hata kujistiri hawajistiri, wengine ni majanga, naenda amevaa vya ajabu ajabu, ndio anaondoka mke. Huyu ni mke wa shehe, huyu ni mke wa imamu, huyu binti yako. Tizama kijana wako anavyovaa, anatoka ndani ya nyumba amevaa boka, sio kaputura ieleweki, na wewe baba unaona na unasema sawa tu. Ndio ulimwengu wa leo, ndio generation perdue. Kisha mnamlaumu rais. Rais amewafanya nini huyu? Rais amewafanya nini? Gitoroni cha Allah. Maisha haya na mvua na nini ni ya kutoka kwa Allah. Sisi tusafishe mambo yetu, Allah atatuwekea wepesi na atatutengenezea mambo yetu. Ndugu zangu Waislamu, Mtume anawaambia maswahaba, machafu hayawezi yakadhihiri, madhambi hayawezi yakadhihiri hadi watu wakayatangaza waziwazi, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawapiga pigo la magonjwa yasiyopona, atawapatia mitihani ya magonjwa yasiyoeleweka, magonjwa ya kuambukiwa, magonjwa hayana dawa. Pesa zako na mali zako zitaangamia, zitakwisha. Ukitizama nini nimemkosea, kuna wakati hata wewe haumo katika wafanya maovu, haumo, lakini kuna jirani yako ndiyo chanzo, kuna Muislamu ndiyo chanzo. Ndugu zangu Waislamu, kisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, sio tu magonjwa ndio Allah atawapa mtihani huyo, Allah atawapa mtihani wa njaa. Ndio leo kila mtu anawaza, wapi nende, niomoke, nikimbie, nchi hainilipi, wapi niondoke bibi. Vijana wanaondoka, wanaiacha nchi yao ya matanubuki. Tunaondoka nini? Maisha yamekataa, hali ni zito. Utapokea ngapi? Unapanga wewe, unapokea 700,000, unapanga nyumba ya 400,000, una watoto 7, wote wanasoma. Ndugu yangu, utaishi aje? Unaamua kupiga hatua, acha niache nchi yangu. Unapanda uwanja wa ndege, unamuona kijana anaigeukia nchi yake, naondoka. Ni Rasulullah anaenda Madina, anafika kwenye mpaka, anageuka, anaitizama Maka yake. Maka yangu, nimekupenda wewe, umenilea, umenipa kila kitu, lakini watu wa Maka hawanitaki. Naondoka mimi, naunguruza maisha. Anaondoka Rasulullah. Ndio leo maisha ni magumu, haujui, kila mtu analia, mwenye milioni analia na mwenye hana kazi analia. Inafikia mpaka waliosoma kitabu cha Mungu, ni hafizul Qur'ani, amesoma dini, na yanakwambia maisha ni magumu, analia. Huyu ndio aliyesoma dini na yeye tayari kashakata tamaa. Atakuwaje Mamumba? Aliyesoma dini anatoa machozi, hana pakula, hana pakulala. Mamumba, unaelekea wapi? Ndugu yangu, haya aliyotabiri Bwana Mtume Muhammad. Madhambi yakiwa mengi,
machafu yakawa mengi, hadi mtu hana tena aibu ya kutangaza uchafu wake mitandaoni au hadharani. Hapo Allah subhanahu wa ta'ala hana tena toleransi, atawapa magonjwa yasiyopona, kisha Allah atawaangamiza na njaa ambayo haikuwepo njaa kabla yenu. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. تموombe msamaha Allah. Allah ni mwingi wa msamaha, mwingi wa huruma. Alhamdulillah, ashkuriwe Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho mwema ni kwa wale waliomcha Allah, wala hakuna uadui baina ya mja na Allah ila kwa wale waliozizulumu nafsi zao. Ndugu yangu Muislamu, uliobahatika mimi na wewe tukaidiriki Jumaa ya leo, na kuomba kaka yangu, na kuomba baba yangu, mama yangu na dada yangu, tujifunze hii hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Kharash radhiyallahu ta'ala anhu. Itakufunza jambo na utabadilika. Ni kijana huyo anakuja kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Kijana anamfikia mtume, kisha anamwambia ya Rasulullah, ya Rasulullah, inni rajulun kathiru dhunubi fahal li min tauba. Kijana anamwambia ya Rasulullah, mimi ni mtu ambaye nimejaa madhambi, nanuka madhambi, hakuna dhambi ila nimeshaifanya. Anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallama, fahal li min tauba ya Rasulullah, hivi nikimuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala Allah atanisamehe? Mtume Muhammad anamwambia kijana, tub ila Allah wastaghfiruhu. Ewe kijana, usikate tamaa, omba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, tubia kwa Allah. Usitizami wingi wa madhambi yako, usitizami uzito wa madhambi yako, bali tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na uombe msamaha. Kisha kijana anamwambia ya Rasulullah, inni audu, naomba msamaha mara mingi, naomba msamaha lakini najikuta nimerudi tena. Haya ni mambo ambayo kila mtu hapa hili lishamfikia. Kuna dhambi imesha kushinda kuacha, kila wakati ukifanya unajuta, unalia, unamwambia Allah, nisamehe sitorudi, nisamehe sitorudi tena. Kesho unarudi, kijana anamwambia ya Rasulullah, inni audu, nikimaliza tu kutubia unajikutana tena nimerudia lile dhambi. Mtume anamwambia, tubu ila Allah wastaghfiru, tubu kwa Allah na uombe msamaha. Kijana anachoka, kijana anamwambia, inni audu, narudia tena hata niombe msamaha najikuta tena nimerudia. Mtume anamwambia, tubu ila Allah, tubu ila Allah wastaghfiruhu, tubia kwa Allah na uombe msamaha. Kisha kijana anapandisha mikono, anamwambia Mtume Muhammad, ila mata ya Rasulullah, hadi lini ya Rasulullah, hadi lini? Ila mata ya Rasulullah, hadi lini? Mtume anamwambia, hata yakula shaitanu huwa almadhur, hadi siku ambayo shaitani ataaibika mwenyewe, hadi siku shaitani mwenyewe atasalimu amri, hadi siku ambayo shaitani atachoka,
ndio uache kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume anamaliza anasema, iyaka an yaqifa shaytan bainaka wa baina Allah subhanahu wa ta'ala. Ewe kijana, tahadhari wewe, tahadhari shaitani asije akasimama baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa sababu ya shaitani kukatisha tamaa na kukuonesha kuwa Allah hawezi, hana uwezo wa kukusamehe bila kujali. La taqnatu min rahmatillah. Kijana, usikati tamaa kwa rehema za Allah. Baba yangu, mama yangu, usijali madhambi uliyoyafanya, usijali wingi wa madhambi ambayo unayafanya usiku na mchana, lakini elewa kuwa inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Mungu anasamehe madhambi yote. Mungu huwa al-Ghafurur Rahim, ni Allah ndio mwingi wa msamaha. Anachokihitaji wewe ni kubadilika. Anachokihitaji wewe ni kujua ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wako wengi katika maswahaba walifanya mengi makubwa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewainua. Hiyo tu ya kukumbuka kuwa mimi ni mfanya madhambi, mimi nimefanya dhambi, mimi, hilo lenyewe ni uchamungu sio kuwa wa kawaida. Pindi utakapojiona tukuwa basi mimi naona hakuna tena cha msababisha fanya mengi, hapo umempa shaitani ushindi. Ndugu yangu, iyaka an taqifa shaitanu bainaka wa baina Allahi azza wa jalla. Atahadhari shaitani asisimame kati yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wa sallu ala hadi al-bashir أكرم الرسول وخير النذير لقد أمركم بذلك اللطيف الخبير. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة من المبشرين بالجنة وأنا معهم بكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.